La leo la kupitisha bajeti ya shilingi bilioni 75.4, kwa kweli waheshimiwa madiwani wamechangia mengi ambayo yanajenga yale ambayo wataalamu wetu walikuwa wameshaandaa. Baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Arusha limepitisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 75.4 kwa mwaka wa fedha ambazo zinalenga kugusa na kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali ndani ya halmashauri hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Arusha, Mheshimiwa Baraka Simon Mesiaki, amesema bajeti hiyo itasaidia kuimarisha na kuendeleza miradi ya maendeleo ikiwemo sekta ya afya, maji, elimu, umeme, barabara pamoja na miradi mingine ya kijamii. Bajeti yetu hii imegawanyika katika sehemu kuu mbili, ambapo hadi tunahitimisha kwamba halmashauri ya wilaya ya Arusha DC inapendekeza kutumia bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 75.4 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini pia kwa ajili ya ruzuku ya mishahara ya watumishi, lakini pia kwa ajili ya matumizi mengineo ya kawaida. Na katika bajeti hiyo ya bilioni 75.4 mapato ya ndani ni bilioni 9.2, lakini pia pesa itakayoelekezwa katika miradi ya maendeleo ni bilioni 11. Kwa hivyo bajeti ni rafiki, ukiangalia pia na kipindi cha nyuma ukifananisha kidogo, ni rafiki kabisa na inaenda kumgusa mwananchi wa Arumeru Magharibi ama Arusha DC, kama ambavyo Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza katika hotuba zake kwamba tunapaswa kuwaletea tabasamu wananchi wetu. Na bajeti hii kwa asilimia kubwa sana inaenda kumalizia miradi ambayo ni muhimu sana. Mfano, tunaelekea mwaka 2027 ambapo tunajua wote kwamba tunakwenda kupokea wanafunzi wengi sana, kwa maana kwamba tunakwenda kupokea wanafunzi wanaomaliza kwa mtaala mpya, wanaomaliza darasa la 6 kwenda form 1, lakini pia wanaomaliza darasa la 7 kwenda form 1. Kwa Arusha DC tunatarajia kupokea wanafunzi 20,000. Maana yake tunahitaji vyumba vya madarasa vingi sana, zaidi ya 200 na kitu. Kwa hiyo bajeti hii imeweza kugusa kidogo kwa asilimia fulani, kwa asilimia kubwa sana kugusa uhitaji huo wa kuwapokea idadi kubwa ya wanafunzi ambao ni 20,000 kwa mwaka 2027. Na sio hapo tu, pamoja na kujenga maabara, lakini pia vyumba vya madarasa, lakini pia samani za walimu, lakini pia nyumba za walimu, lakini pia imelenga upande wa afya kuweza kununua na kukamilisha baadhi ya zahanati, lakini pia kuweka vifaa tiba katika zahanati zetu pamoja na vituo vya afya. Na pia upande mwingine wa pili, ukiacha mjumuisho huo kwa ujumla wake, tuna taasisi zetu za serikali ambao ni RUWASA, TARURA, AUSA na REA. Na wao pia wamewasilisha bajeti yao ambamo kwa asilimia kubwa sana inakwenda kutatua kero kubwa sana ambazo zinawagusa wana Arusha DC. Hasa upande wa barabara, TARURA wamewasilisha bajeti yao ambapo inaenda kugusa barabara nyingi sana ambazo ni kubwa, hizi ambazo zinagusa kata kwa kata, lakini pia vijiji kwa vijiji kwa asilimia kubwa. Baraza la leo la kupitisha bajeti ya shilingi bilioni 75.4, kwa kweli waheshimiwa madiwani wamechangia mengi ambayo yanajenga yale ambayo wataalamu wetu walikuwa wameshaandaa, hasa katika kuwagusa wananchi katika miradi yote ya afya, maji, elimu, barabara, umeme pamoja na maendeleo ya jamii. Mwaka 2027 kwa nchi nzima ya Tanzania tunaenda kushuhudia kupokea wanafunzi, idadi kubwa sana wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Kwa maana tunaenda kuwa na intake mbili, wanaomaliza darasa la 6 kwenda form 1, wanaomaliza darasa la 7 kwenda form 1. Kwa takwimu za haraka ambazo tumezipata Arusha DC, tutakwenda kutarajia kuwa na idadi ya wanafunzi 20,000, ambao 20,000 hao wanahitaji zaidi ya vyumba 250 vipya vya madarasa. Ambapo sasa kwa bajeti hii na kwa majadiliano ya siku ya leo tumeweza kufanya projection hiyo kubwa sana kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wote watapokelewa, kuhakikisha kwamba wote watakuwa madarasani, watapata madarasa, watapata viti na huduma ya elimu itaendelea. Pamoja na hayo, bajeti hii imegusa kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi ambaye atakaa chini, hakuna mwanafunzi ambaye atakosa chumba cha madarasa cha kusomea, na hakuna ambaye atakosa elimu. Kwa hivyo Arusha DC tumejipanga kupokea idadi hiyo kubwa ya wanafunzi, kwa namna pia ambao tunaamini serikali kuu itaenda kutuwekea mkono na kutuongezea na kutuvusha kidogo pale ambapo sisi tumeweza kubase. Aidha, baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo wameeleza kuridhishwa kwao na bajeti iliyopitishwa, wakisema kuwa itasaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wao pamoja na kuimarisha utoaji wa huduma na utekelezaji wa shughuli za maendeleo
katika maeneo yao. Kwa majina yangu naitwa Nina Pama Masanja, ni diwani wa vitu maalum, natokea kata ya Kiutu ambayo iko katika tarafa ya Moshono. Leo hii tulikuwa na kikao cha kupitisha budget ya halmashauri yetu ambapo kiasi cha shilingi bilioni 75 point kadhaa zimepitishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini pia shughuli za kawaida za halmashauri. Na tuna furaha kubwa kwa kuwa mapato yetu yamepanda kutoka bilioni 7 msimu uliopita na sasa tumekwenda kuweka malengo ya bilioni 9. Na tuna hakika kwamba tutakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo mbalimbali, lakini pia kuwafikia wananchi na kutatua changamoto mbalimbali kwenye halmashauri yetu. Miradi iliyopitishwa ni kwenye shule, lakini hospitali na barabara. Tumegusa sekta zote. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba wananchi watakwenda kuelewa na tutaendelea kuona matunda ya nchi yetu. Kwa jina ninaitwa Eliakim Runda Marivei, ni diwani wa kata ya Kimnyak, lakini pia ndio mwenyekiti wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira Arusha DC. Mategemeo makubwa ya halmashauri yetu ni kuboresha miundombinu, ambapo katika hiyo miundombinu mojawapo ni miundombinu ya barabara zetu, ambapo kwenye bajeti hiyo tumepanga angalau kila kata iweze kutengewa kilomita 1 ya kutengenezwa hata kwa njia ya changarawe. Lakini pia pamoja na vivuko ni malengo ambayo tunatamani kwamba iweze kufanyika na ndio bajeti ambayo tumeipitisha leo. Lakini pia kwenye bajeti yetu pia tumejaribu kupanga kuhusiana na miundombinu ya ujenzi wa barabara, lakini nje ya barabara tumepanga kwenye swala la wanafunzi ambao wanamaliza madarasa mawili mwakani, darasa la 6 na la 7, wanaenda kumaliza kwa wakati mmoja. Kwa maana kwamba tumepangia bajeti pia kwa upande wa madarasa mengine kuongeza upande wa sekondari kuweza kukabiliana na changamoto hiyo. Ambapo kwa sababu ya mapato yetu pia kuwa chini, sisi tumepanga ni zaidi ya madarasa 25, ambapo bado tunaomba serikali kuu iweze kuangalia sana swala hili, iweze kuongeza budget kwenye halmashauri zetu ili tuweze kupata madarasa mengi, kuweza kumudu kupokea madarasa hayo mawili yanayoenda kumaliza mwakani. Lakini pamoja na hayo, vipaumbele vyetu pia kwenye halmashauri ni ukusanyaji wa mapato. Kwenye ukusanyaji wa mapato, Arusha DC inaenda kuanzisha vituo vipya vya kukusanya mapato, ambapo vituo hivyo itakuwepo upande wa Ngaramtoni, Kiseria na upande wa Kisongo, ambapo tutajengea vituo ili kuboresha mapato yetu kuweza kukusanya kwa uzuri zaidi. Pamoja na hayo, bado pia kwenye miundombinu mbalimbali kwenye vituo hivyo ambapo tunaenda kutengeneza vituo vya kukusanya mapato, tutaboresha miundombinu ya barabara. Kwa hiyo faida ambao wananchi pia watapata kule ni kwamba barabara zao kwenye maeneo haya ya Ngaramtoni, Kisongo, Kiseriani kwa upande wa Mlangarini zitaenda pia kuboreshwa. Katika bajeti yetu pia tumepanga pia mambo mbalimbali ikiwepo kuinua pia masuala ya watumishi, pamoja pia kwamba tumeelekeza kwamba kutokana na tunaamini serikali kuu tuishukuru sana kwamba imetuongezea watu walioajiriwa hata kwenye halmashauri yetu. Pia tumeweka budget kwamba inaweza ikaongeza pia kwa upande wa watumishi. Kwa hiyo kwa ufupi niseme kwamba bajeti hii ni nzuri na ni himilivu ambayo inaweza ikasaidia, na tunafurahi kwamba halmashauri yetu Arusha DC inaendelea kupanda mbele kwa upande wa mapato. Tutapunguza kwa kiasi kikubwa mahitaji ya kiafya na hasa kusaidia katika kuelimisha na kuratibu shughuli za bima kwa kila mwananchi kama ilivyoelekezwa na Mheshimiwa Rais. Tunaamini sasa kwamba changamoto zile za kiafya kwa wale wasiojiweza na wazee zinakwenda kutatuliwa. Ni jukumu letu sisi madiwani, kwa sababu tumeona kwamba tushirikishane katika kata zetu na watumishi wetu waliopo kwenye kata, wakiwemo watendaji wetu wa kata, lakini na watumishi wengine wote, tuende kusimamia miradi ya maendeleo ambayo imeelekezwa katika maeneo yetu. Tunajua kwamba halmashauri inafanya kazi kubwa na watumishi wake katika kukusanya mapato, katika kupata mapato katika vyanzo mbalimbali, vyanzo vya ndani, serikali kuu, wadau na wafadhili mbalimbali. Hivyo sisi kama madiwani tumeona na tumeazimia tutakwenda kusimamia vizuri miradi hiyo, tutasimamia vizuri fedha hizo, na tutakuwa shirikishi kwa wananchi wetu wote
ili kuhakikisha kwamba mwaka 2026-27 na bajeti yake inakuwa na matokeo chanya kwa halmashauri yetu, kata zetu, vijiji vyetu na hata mwananchi mmoja mmoja. Nitoe shukrani kubwa sana kwa waandalizi wa bajeti hii, hasa ofisi ya uchumi na mipango na wataalamu wote wa halmashauri, kwa sababu bajeti imeelekezwa vizuri, haina makosa na imechambuliwa na ina maelezo mazuri yanayoeleweka hata kwa uelewa ule wa kawaida.